Mahakama ya Hakimu Mkazi Mkoa wa Mwanza imemwachia huru mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Salman Health Services Dr. Abdi Walsame Hersi pamoja na washtakiwa wenzake baada ya kufikia makubaliano na upande wa mashtaka kupitia utaratibu wa plea bargaining. Hukumu hiyo umetolewa leo Machi 13 mwaka 2026 kwa njia ya mtandao na hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo Eric Male, huku washtakiwa wote wakiwa mahakamani wakifuatilia kesi hiyo pamoja na mawakili wa pande zote. Upande wa Jamhuri uliwakilishwa na mawakili wa serikali Janes Kiwero na Helena Mabula, wakati washtakiwa walitetewa na mawakili Sijaona Revocatus na Arani Robi. Akitoa hukumu hiyo katika kesi namba 2330 ya mwaka 2026, Hakimu Male amesema mahakama imekubali maombi ya upande wa Jamhuri yaliyotokana na makubaliano ya plea bargaining kati ya washtakiwa na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP. Kwa mujibu wa hukumu hiyo, washtakiwa wote watatu wameachiwa huru kwa masharti ya kutokufanya kosa lolote la jinai ndani ya kipindi cha miezi 12 tangu kutolewa kwa hukumu hiyo. Aidha, mahakama imewaamuru washtakiwa hao kulipa fidia shilingi milioni 700 kwa mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF kutokana na hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 1.01 iliyodaiwa kusababishwa kati ya mwaka 2021 na 2023. Imeelezwa kuwa kati ya fedha hizo washtakiwa tayari wamelipa shilingi milioni 350, huku kiasi kilichobaki cha shilingi milioni 350 kikitarajiwa kulipwa kwa awamu 4 ndani ya kipindi cha miezi 12. Vile mahakama imemhukumu mshtakiwa wa kwanza Hersi pamoja na washtakiwa watatu ambaye ni taasisi ya Salman Health Services kulipa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la utakatishaji fedha, ambapo tayari wamelipa na hivyo kuachiwa huru. Wakizungumza mara baada ya hukumu hiyo kutoka, mawakili wa utetezi Sijaona Revocatus na Arani Robi, mbali na kuipongeza mahakama kwa kutenda haki, wameeleza namna kesi hiyo ilivyoendeshwa. Ndugu waandishi wa habari, asanteni sana. Kwa majina naitwa Sijaona Revocatus, ni wakili wa Mahakama Kuu na mahakama za chini yake. Siku ya leo tulikuwa tumekuja kwa ajili ya makubaliano kufinalize, yani kuyasajili mahakamani makubaliano kwenye kesi ya uhujumu uchumi ambayo ilikuwa ni kesi namba 2330 iliyokuwa na wakabili wateja wetu ambao walikuwa ni watatu: Abdi Walsame, Adam Makongo na kampuni ya Salamani. Siku ya leo tumefikia hitimisho baada ya wateja wetu kuwa wamekubaliana na upande wa serikali kulipa kiasi cha fedha ambazo ni Tanzania shillings milioni 700. Na hapa siku ya leo mpaka tunafika hapa, makubaliano yalikuwa ni kwamba nusu ya fedha ile imeshalipwa, na mpaka leo wateja wetu wamelipa kiasi cha shilingi milioni 350 na shilingi milioni 10 kwa ajili ya faini ya mahakama. Makubaliano hayo tayari yamesajiliwa mahakamani na siku ya leo mahakama imeingiza hukumu, ambapo makubaliano hayo yanaonekana kama ni hukumu ya mahakama na wateja wetu wameweza kuwa huru baada ya kuwa wamelipa ile, na mahakama imetoa taratibu nyingine ambazo wanatakiwa wazitimize wakiwa huko nje. Pamoja na hiyo pia kulikuwa na faini ambayo imelipwa, imeenda kulipwa sasa hivi, na baada ya hapo watakuwa wakielekea kwenda nyumbani. Naitwa wakili Alan Robi, ni wakili wa Mahakama Kuu na mahakama zingine zote za huku chini. Kwa leo nina furaha na namshukuru Mungu sana kwa sababu kesi ambayo tulikuwa nayo tumefikia tamati leo. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu haikuwa rahisi. Kesi hii tumesaidizana na wakili Nasoro Juma ambayo yupo Dar es Salaam, ni wakili senior sana. Tupo na wakili Revocatus Sijaona, nipo mimi Alan Robi, na alikuwepo wakili Eric Korogo. Kwa leo Mheshimiwa Male ambaye ni hakimu hakimu mkazi wa hakimu wa mahakama ya Resident Magistrate Court ametusikiliza baada ya kusaini yale makubaliano, na kuna kati ya vitu tulivyokubaliana ni hivyo ambavyo vilikuwepo kwenye yale makubaliano.